Kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 3 tunakuja kuiona maisha ya mwanadamu jinsi ambavyo alikuwa anaishi katika bustani ya Edeni. Alikuwa anaishi kwa uzuri na Mungu alikuwa anampakizia mahitaji yake yote aliyokuwa nayo. Lakini sasa bahati mbaya ikatokea katika bustani ya Edeni, Mwanzo sura ya 3, Adamu akaasi, akafukuzwa katika bustani ya Edeni. Ubaya ukaanza kuingia katika maisha ya mwanadamu. Dhambi na vitu vyote viovu vikaingia ndani ya maisha ya mwanadamu. Lakini sasa bahati nzuri ni kwamba wakati ametoka katika bustani ya Edeni, Mwanzo 3 mstari wa 15, Mungu akatangaza urejesho upya wa mwanadamu ambaye amepotea. Tuliona pale Mwanzo 3:15 Mungu anataja kiini, anasema nao uzao mwanamke utazaa. Umeona, na ukishazaa uzao mwanamke utamponda kichwa shetani, naye shetani atamgonga kisigino uzao mwanamke. Kupitia uzao mwanamke tunamuona anatokea mwanamke mmoja anaitwa Mariam Bikira, anamleta Yesu Kristo duniani kwa ajili ya kuturudisha katika bustani ya Edeni. Edeni maana yake ni uwepo wa Mungu. Yaani tuishi tukiwa tumejaa nguvu za Mungu na za kumshinda shetani na kazi zake zote. Uzao mwanamke ambao ni uzao wa Yesu unaleta urejesho wa maisha mapya mwanadamu ya kuishi katika Edeni, yani kuishi katika bustani ya Edeni ambapo mwanadamu hakuanza kutenda dhambi wala kufanya makosa. Na ndio maisha ambayo sasa hivi kwa yote atakayeamini kuhusiana na habari za Yesu Kristo atarejeshwa tena katika Edeni, kuishi maisha pasipo kutenda dhambi. Bwana, inawezekana kwa sababu Yesu anatuwezesha. Kama hujamini na kama bado hujampokea Yesu Kristo, nakupa ushauri huu: amini Yesu, urudishwe tena Edeni, yani uishi ukiwa na nguvu ya kumshinda ibilisi na kazi zake zote. Yesu anatoa uzima, Yesu anaachilia nguvu kwa yote atakayemwamini. Mungu akubariki sana. Yesu anakupenda. Amen.